ni vizuri nitagulize ujumbe wa kichwa au kichwa cha ujumbe wa siku ya leo vizuri. Leo tunaongea kuhusu working out our salvation. Kuifanyia imani kazi. Hicho ndicho kichwa cha ujumbe wa siku ya leo. Working out our salvation. Kuifanyia imani yetu kazi. Tuombe ufungue nami kitabu cha Wafilipi, Philippians chapter 2. Sitasonga kwingi sana siku ya leo. I'll dedicate much of my time to Philippians chapter 2, but I'll quote a few other verses here and there where necessary. Lakini kwa sasa tukore pale ndani. Open the book of Philippians chapter 2. I'll read almost the entire of this chapter. Lakini kwa introduction niruhusu nisome mstari wa 12. Philippians chapter 2 verse 12. Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 12. Hii ibada huwa na hubiri nikichanganya lugha, sababu tuna wengi wamekusanyika nasi katika hii ibada ambao hasikii lugha zote. Watanzania wanapenda Kiswahili, wale walio miongoni mwetu, kwa hivyo naguzia Kiswahili kwa sababu ya wao. Pia kuna watu wa kutoka Uganda na Kongo, na Kiswahili saa zingine inakuanga changamoto, so naguzia Kiingereza kidogo hapa na pale, just to make sure that we reach out to all of us, kila mtu anajisikia ako mahali panapofaa. So Wafilipi 2 mstari wa 12, Philippians chapter 2 verse 12 says, "Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose." Hiyo Biblia nimeisoma ni ya NIV. Leo nimeamua kutumia NIV. Paulo akaandikia hili kanisa ya kwamba anayo mambo mema kuwahusu, anayoyataja. Na tutaona hata tukisoma mstari ya mwanzo kuanzia mstari wa kwanza pale juu. Lakini nawakumbusha ya kwamba tulipookoka, kuokoka kwetu huo sio mwisho wa safari. Salvation, or the day we got born again, was the beginning of our journey. Na diposa nawaambia, fanyieni wokovu wenu kazi. Niruhusu nikole hapo dakika moja niseme hivi. Sio vizuri katika wokovu tunapookoka tufikirie kwamba wakati tuliokoka sasa safari tumefika mwisho. Na inafanyika hivyo sababu watu walipookoka walipata wainjilisti wanawaambia, okoka uondoke hell, okoka uachane na kuzimu. Lakini kuokoka kwetu sio tu kuondokea kuzimu. Salvation is not only meant to redeem us or to deliver us from the way of hell. Wokovu unazo faida nyingi, na kuokoka kwetu kunafaa tukufanyie kazi kiasi ya kwamba tunavuka kutoka kiwango kimoja mpaka kiwango kingine. The Bible calls it moving from grace to grace and from glory to glory. Hallelujah. Na diposa unaona katika maandiko kuna sehemu ambazo zimetajwa, tunaelezewa kwamba katika kuokoka kwetu tuyanywe maziwa. Meaning that is the baby stage. As we get born again, as we come to Christ, katika hiyo stage ya maisha tunazoea chakula zile rahisi, na kutafuna ni rahisi, kumeza ni rahisi, kutumika kwa mwili ni rahisi. Lakini tunapokomaa, Paulo anatuonyesha katika maandiko tunafaa kufika mahali tunakula chakula kilicho na mifupa. Chakula iliyo ngumu. Unakemewa lakini unaangalia unasema ni gari nimeokoka na kwa Mungu nitadumu. Lakini ukiona mtu akikosolewa kidogo anasema mnafikiria ni hapo tu kanisa, kuna zingine nitaondoka. Then kuna kasoro. Why? The Bible should be full of exhortation, words of comfort, yani unatulizwa, unaelezewa maneno yatakayo kuletea furaha. Lakini pia ikifika mahali pa kurekebishwa, unarekebishwa na unasema bali kwa Mungu nitadumu. Unapoongozwa na hii njia hata kama ni gumu sana, unasema pia nitashughulika. Tukiwa na sherehe hapa unakuja, tukiwa na huzuni pia unakuja, tukitangaza mkesha unakuja, na tukitangaza siku fulani ambayo tutafunga kula na kunywa pia unapatikana. Lakini wokovu ile ati kile kitu tunakula ni ile pande nzuri na mambo mazuri peke yake, hiyo sio wokovu ya Biblia. Wokovu ya Biblia ni kuifanyia kazi, tunaondoka mahali pamoja mpaka mahali pengine. And this goes to say, if you have been in salvation for several years, then there should be some progress. There shall be markers or indicators that you have grown. Wacha niseme kwa Kiswahili. Inamaanisha vile unavyokaa katika wokovu inafaa kuwe na ishara ya kwamba kuna kusonga mbele,
kuna kukomaa, kuna tofauti ya ile siku uliokoka na hii siku ambayo unasimama katika wokovu. Kwa mfano, yawezekana uliokoka na ulikuwa na dhambi za kudanganya, hata kama ni kwa biashara au ni nyumbani au kwingine. As you grow in faith, you should outlive lies. Unafaa ufike mahali ya kwamba kwako kudanganya ni vigumu mno. Lakini ukiona mtu ameokoka miaka 30, vile tu alikuwa anapeleka watu hivi, pesa zinatoka kwa mifuko yao, ndivyo anawapeleka. Ati unajua ni ujaja wa maisha. Unajua hii maisha inahitaji ujaja kiasi. Inamaanisha haujakoma. Inamaanisha hakuna kusonga katika maisha. Ulipookoka pengine uliokuwa na dakika 5, dakika 10. Unaposonga katika maisha ya kiroho, unafaa kuwe na progress. You work out your salvation and then there should be signs that you are growing in faith. Kwa mfano, kitabu ulikuwa naamshwa na alarm ili uombe. Leo sio lazima uamshwe na alarm. Ushapanga maisha yako, unajiamsha. Semi kuamshwa na alarm ni shida, hapana. Shida ni alarm ilie kutoka Monday mpaka Saturday. Na hizo hata ikilia unaizimanga tu mkono ukiwa kwa kitanda. Unanyamazisha. Na unazidi kuendelea mbele. There's a problem. Bwana Yesu asifiwe. The intention of God is that we should work out our salvation. The Bible qualifies by saying in fear and in trembling. Inamaanisha nini? Tufanyie wokovu wetu kazi tukiwa tunaogopa. Kuna fear, na sio ile fear ya phobia, ni ile fear ya reverential fear, kumwogopa Mungu, and trembling, tunatikisika. Inamaanisha nini? Kusiwe na mtu atakayeokoka aseme na kulingana vile mimi nimeokoka siwezi anguka. Mimi nasikia watu wanaanguka na shida nini nawasumbua. Mimi nasikia watu wamerudi nyuma na shida nini kinawasumbua. Paul says if you stand, be careful lest you fall. Hallelujah. Tunapofanyia wokovu wetu kazi ni kumaanisha mimi kama Paulo, and this is my quote, ninapoongoza wengine kuingia biguni. Paulo alisema sitaki kupigana kama napigana ngumi zangu kwa hewa. Wasija wakaingia wote na familia zao, mimi nibaki nje. And I can tell you as a pastor, I have seen former pastors today who smoke bang. Wanasema wacheni hiyo yenu. Nini? Kwa nini? Walipokuwa wanafanyia wokovu yao kazi, kuna sehemu imebaki ya fear and trembling, kujua kweli kabisa kuokoka kwangu ni kwa neema. It has taken the hand of God for me to be where I am. And therefore I know the enemy is wishing me evil. Ananivuta kwake, lakini nitasimama gangari siku zangu zote mpaka nini? Nifike mwisho. But if I don't do that, naishingi maisha ya wokovu ni kama si niliokoka tunaenda heaven kujali nini? You are not careful. Paul says with fear and with trembling. Let me pause there and say, there are some doctrines, okay, let me say, there are some churches who teach some doctrines that once saved, always saved. Nabodi huo nauliza, si wasome Biblia waseme, waulizane kwa nini? Bona Paulo yeye anasema, mimi nakuanga mwangalifu sana, nisifikishe wengine mimi nibaki nje. Hiyo kubaki nje ni nini? It means there is possibility someone can be born again, and because of their carelessness with faith, they abandon the faith. When we read the book of Acts, especially chapter 26, we are warned, do not shipwreck your faith. Shipwrecking your faith ni kumaanisha ni mtu anaenda na merikebu, alafu anafika mahali merikebu inaharibika, mwishowe wana abandon hiyo safari, wanasema hatuendi mbele. Hiyo ndio Biblia inatuonya ya kwamba tusikue tumesimama tunafika mahali ya kwamba tunaona ni kama wokovu haina haja, mwishowe tutaongea kama wengine. Mimi nishaiona, na sitaki kupeana mifano yangu mingi juu hata nyinyi najua mmekutana na hao watu. Mtu amesimama anamjua Mungu, but at a certain stage in life they abandon faith. They no longer talk about Jesus Christ. This chapter, this book we are reading today, I want us to draw 3 main lessons, masomo matatu in this chapter. I'll go from verse 1 posing mpaka dakika ya mwisho. Na haya mambo matatu, kuna mambo mengi ambayo yanaweza zuia sisi kufanyia wokovu wetu kazi. Lakini haya matatu, Paulo amesema haya tuyaweze. We overcome these 3 things. Haya mambo matatu. Na nikimalizia pale nitakuwa nimemaliza ujumbe wa siku ya leo. Kuanzia mstari wa kwanza, if you can go together with me, Philippians chapter 2 from verse 1. He says this, I'm reading the first 4 verses. Therefore,
if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, that's one, having same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambitions or vain deceit or conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Nimesoma maneno mengi, lakini niruhusu ni ya kusanya ni yaite jambo moja au mambo mawili. Paul is insisting, that is in verse 2 and in verse 4, that we be like-minded. We be one. Tuwe katika umoja. Hallelujah. Kuna jina la Kiswahili tunaloita ubinafsi au kujipenda. Is that the correct translation of the word selfishness? Hallelujah. This is what Paul is posing. The first thing we must deal with is selfishness. Na hapa nitakolea dakika 2-3 mniruhusu. Tumepokea kutoka kwa dunia ubinafsi. The world is full of selfish people. Hata mtu anapotamani watu wafanikiwe, anataka watu wake kwanza wafanikiwe. Hata mtu anapotaka watu wapandishwe cheo, anataka yeye kwanza abadishwe cheo. Sasa shida iko, tumetoka kule duniani tumeileta hapa kanisani. Watoto wakifanya presentation hapa, kila mzazi anataka my son akuwe ni yeye atashika microphone. Na ni gumu, sinaona sasa nimeanza kukaribia nyumbani, sasa nimeanza kusikia hofu. Niruhusu, let me come closer. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. This week I picked my children from school. Kaenda nikawachukua. Tukiwa kwa gari tukienda nyumbani. My son had happened to see the grades. Unajua kuna zile report forms wanapewa kila mwisho wa term, Alikuwa ameona na akaona score yake. Can you imagine the day I scored this? Nikamwambia umefanya vizuri, nikafurahia. Tukafika nyumbani. So tulipokuwa tunaongea, akaulizwa na the mother, na mwenye unasema huyo wa mwisho kwa class alipata marks ngapi? Akasema 129 marks out of 500. My heart immediately switched to the heart and the mind of the father and the mother. Ndio naweza kuwa napiga makofi upande huu, my son amepata 400 and something. Lakini nakumbuka kuna mzazi mahali atapewa report form, mtoto wake amepata 100 na kitu. Nikajiuliza, baba, si huyu mzazi alilipa school fees kama mimi? Kuna uwezekano alilipa transport. Kuna uwezekano alipatiana chakula. Mavazi alinunua. Materials zote za kusoma alinunua. Mwisho wa term analetoa ripoti, mtoto amepata 100 and something marks. My heart sank. In as much I want to celebrate with me, with my family, and say, hey, you know what, our son, your daughter, you've done good and well done. And this is where the world teaches. The world pushes us to celebrate the number 1s to number 10. How they are the top 10 in the world, and we celebrate them. Forgetting, kutoka hiyo number 10 mpaka pale mkia, kuna wengi hapo. Selfishness ni ile ya watu wamepanga laini, lakini wewe unasikia kabisa ni wewe unafaa kuwa pale mbele. Na unaingia bila kujali. Na siku hizi everywhere, even in the government departments, if you pay an extra fee, you can be made number 1. So unaelewa hivyo? Una apply passport, unalipa, kuna hiji ya kungojea kawaida, but if you pay an extra fee, wanaweza kuharakishia yako na kutolea. Na kila mtu kwa dunia anataka kuwa wapi? Hapo mbele. Angalia kwa barabara, traffic, kila mtu. Tunaenda nyumbani na barabara ni moja. Hakuna mtu anahamisha barabara, sisi tuko hapo. Mara ghafla kutokea ka traffic kidogo, watu wanaanza kupenya. Kila mtu anataka kuwa pale mbele, akuwe wa kwanza kufika nyumbani. Na of course wengine hawawezi kupika, aende kufanya mambo mengine, ni kulala tu. There's an element of selfishness which the Bible is calling us to deal with. Hallelujah. The Bible is saying, be of one mind, one spirit, one heart. Hallelujah. Tusiwe tunaingia kanisani. No, I look at this. Wacha niwape mfano wa Nicodemus. Biblia inasema hivi, alikuja kwa Yesu usiku, akamwambia Yesu, nimekusikiza mchana, lakini mimi sio kama wale wengine. Unajua wao ni watu ambao hawana style kama mimi. Mimi ni mtu wa heshima. He was a teacher amongst the top teachers of the days. And he never wanted to face Jesus on a public meeting.
or in a place where others are gathering. Anakakuja kwake Yesu usiku akamwambia Yesu, nimesikia venye umemfanya niambie sasa hiyo ni wokovu ya wale wengine. Tuwaite garagaria tuwaite lejareja watu wa kawaida hiyo ni wokovu yao. Niambie mtu kama mimi akitaka kuokoka anafaa kufanya nini? Alikuwa anatarajia ambiwe tutakuweka msalaba hapa, alama ya msalaba na wewe umeokolewa. Au nitakuja kwako usiku, maombi special, nikuombe dedication na utaokolewa. Yesu akamwambia you must be born again. In short, salvation equalizes all. Hallelujah. Na mimi niruhusu kama mchungaji. Ndio na najua tunakuwa na temptation sana sisi wachungaji, na najua unaweza kuja dedication yangu ya nyumba na uombe familia yangu. Unauliza wapi? Hapa Ruda, utaingia street number fulani. Nakwambia unaanza kung'ara. Swali ni je, na mtu akiniita mtu Githurai ni dedicate biashara yake. Mbona siyedangi hivyo? Najipanga tumarashi nini? Natokanga tu na patipati alafu naenda. Why do we treat some people as though they deserve more than others? The Bible is saying we'll deal with selfishness. And you will allow me as a preacher to preach the gospel where all of us in heaven are equal. Hallelujah. You know who gives me a lot of authority? Paul. I will quote for you what he says in the book of 2 Corinthians chapter 10 verse 7. 2 Corinthians chapter 10 verse 7. Wakorintho wa pili mlango wa 10 mstari wa 7. Paulo anaandika hivi: you are judging by appearance. If anyone is confident that they belong to Christ, they should consider again that we belong to Christ just as much as they do. Nirudie mstari tena. You are judging by appearance. If anyone is confident that they belong to Christ, they should consider again that we belong to Christ just as they do. In short, Paulo anasema hivi: pasiwe na mtu anafikiria ya kwamba yeye katika imani na katika wokovu yeye ni wa ndani kuliko wengine. Kila mtu na ajue, na hii ndio kiasi Mungu ametupatia. Kila mtu na ajue kwa ufalme wa Mungu sisi zote ni sawa. But where is selfishness coming from? Katika kanisa, na naomba hivi, na this I thought one day I'll actually take selfishness as a topic by itself. Lakini juu Mungu ameruhusu tuiongee wakati huu, wacha niinene sasa. Mbona tunafika mahali katika maombi yetu, in your personal prayer life? By the way, if I ask right now, how many of us have prayed for another family, another group of people, another nation other than your own this week? Ni wangapi wameombea neighbor? Unasikia neighbor anasubuliwa na mtoto anaamka usiku anamsubua, na wewe ukiwa mzazi unajua vizuri mtoto akisubua hivyo mtu apatangi usingizi. Ni wangapi waliamuka wakasema na Mungu na hiyo familia uwakumbuke? Saa hizo wewe umelala, maisha yako yako nywele, lakini unapokumbuka maombi unakumbukanga yale binafsi. Mungu naangalia, sina suti kama ya neighbor. Unajua, ningetamani wazazi wangu wakuwe hivi, ningetamani babangu apate hili, ningetamani ndugu yangu. Only mine, I, myself, vitu zangu. Selfishness must be dealt with in Jesus' name. Wakenya, Bwana Yesu asifiwe. Can we agree that we need to pray for Somalia? Hallelujah. You know, we pray for Kenya and Nairobi too much. Hii wiki nchi yetu jirani hapa Tanzania wamepata msiba. Ni wangapi kati yetu wameombea Tanzania? Ni wangapi? Imagine if that would happen to Kenya. I have a prayer group. We pray every Tuesday morning. And last week, ni kama Mungu alikuwa ametuonyesha kuna kitu kitatendeka Tanzania. We took a third of our time to pray for Tanzania. Tukasema jameni, wacha tuombee nchi ya Tanzania. Hatukujua. Fika mwanzo wa hii wiki tunapewa habari ya kwamba Watanzania wamepata msiba. Naomba katika jina Yesu Kristo, in your personal prayer life, do not be selfish. Hallelujah. Acha niingie ndani kidogo. Hapa najua tumekusanyika watu wa kanisa tofauti. Ni wangapi wanaombea madhehebu zingine? Au katika maombi yako tu ni Trinity House Mungu? Kumbuka mchungaji wetu, kumbuka viongozi wa department. Kwani ni sisi tu kanisa? Hallelujah. Niruhusu nikanyage vidole kidogo leo. Kidogo tu. Why don't we remember others? There are others who are in need more than us. In fact,
Kuna hadithi nimepewa hii wiki za makanisa mengine kule Northern Kenya, kwingine ni huku katikati ya nchi, and they are going through struggles unbelievable. Sisi hizo Mungu ametuondolea zote, ili hali ndio tumejawa na shukrani kwake, lakini hatuwakumbuki wengine walio katika zile hali. I would urge all the mothers who are in the house today, if you see another expectant mother, wewe mwenyewe unaanza kumwombea pole pole, juu nakumbuka hiyo safari venye ilikuwa kwako. Haleluya. Wazee, mnapoona kijana anasema nataka kuoa, wazee mnakumbuka vile safari ilikuwa, mnaanza kupatia huyo kijana maombi ya kumpatia support. Haleluya. Si mkubaliane na mimi. Haleluya. Don't be selfish. In fact, can you determine, kuna siku mimi nilipanga nitakuwa nafunga kuna na kunywa na siobei chochote kinachohusu maisha yangu. I'm not mentioning anything, sio mavazi, sio guo, sio watoto, sio shule, sio wapi. I will not mention anything of my own. That is what we need to do when we are dealing with selfishness. Hallelujah. Na unataka kuona hapa wengine wamepewa cheo lakini wewe hujachea. Unasema Mungu na hao na wakabidhi kwako. Inaonekana wao watahitaji neema kuliko mimi. Mungu tutawakabidhi kwako. That is how to deal with selfishness. Now, the chapter I've read in the book of 2 Corinthians chapter 10, I would like you to go and see what Paul says there. He comes down to talk about you compare yourselves with yourselves. Kila mtu anataka kuonekana ako mbele. Mnalingana na mnajipimanisha na wengine. Leo alikuja na hairstyle hii, nitakuja na nyingine better next Sunday, hata mimi pastor ani appreciate. Mwingine akiongoza wimbo fulani hivi unasema nami nitajipanga nilete kengine kampia to dance na style mpya. In short, it is competition in the house of God. Paul is saying you compare yourself with yourselves. You measure yourself with material things. You look at the outward appearance. Mnaangalia mambo za juu, ili hali Mungu anapendezwa na vitu vilivyo katika mioyoni na rohoni. May we not have selfishness in the house of God in Jesus name. Na ninakatana na selfishness in Trinity House in Jesus name. Kusifike mahali hapa tunaanza kuangaliana nani ameingia na gari fulani, nani anakula wapi, nani amevaa nini. Hapana. Kwa ufalme wa Mungu, Paulo anatuandikia anasema sisi zote tuko sawa. We are all the same. Number 2, time does not allow me to spend too much time on this one. Number 2, from verse 5 we read, in your relationships, I'm back in the book of Philippians chapter 2, verse 5. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in the very nature of God, let me repeat verse 6. Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Jambo la pili tunaloliona katika haya maandiko ni kitu kinachoitwa humility. As we work out our salvation, wacha tuongeze ingredient inaitwa humility. Unyenyekevu. May we be humble. The book of Proverbs chapter 22 teaches that pride goes before a fall and a haughty spirit before destruction. The book of 2 Peter teaches that humble yourself before the Lord and he will lift you up. So we can confidently conclude that pride brings down while humility exalts. Simple. Pride brings people down while humility exalts. Bwana Yesu asifiwe. The book of Proverbs, this one I'll read for you. Proverbs chapter 22 verse 2. Proverbs 22 verse 2. It says, the rich and the poor have this in common. The Lord is the maker of them all. Again, humility leads us to equality. The rich, wale walio matajiri na wale walio maskini, wako na jambo moja ambalo linawafananisha wote.
Naongea hivi sababu Mungu kuna kitu amerenga ndani ya maisha yetu. Nimesikia siku nyingi watu wakisema wale nao kuanga na kiburi ni matajiri. Lakini nikubalisha nikwambie siku ya leo, mimi nimepatana na watu walio maskini lakini wako na kiburi zaidi. I gave one illustration here. Kuna mtu alinifukuza, nimeenda kumsaidia. Alinifukuza. Kaniambia sitaki msaada wako. Akasema sawa. Mara nikatumana kijijini mwetu. Jamani nilijua hana mavazi, hana viatu. Nikapanga vitu zote. Na kwa kweli wa mambo nilirudishiwa Nairobi. Na aibu kubwa sana. Na mimi sipeani zile vitu zimeishaisha, zimeharibika. Kashati kameraruka nini ndio napatia mtu. Hapana, I know how to give good gifts. The Bible says we should give good gifts as earthly fathers. Lakini hii dunia nimepata watu walio na kiburi. Ndio matajiri wako na kiburi ndio, watajiri wako na kiburi. Lakini ni vigumu sana tuseme at the conclusion of the matter is it is only the rich who are proud. Otherwise the Bible will not deal with pride. Pride is the opposite of humility. Humility ni kutambua ya kwamba hii pumzi tunayoipumua, hicho chakula ninachokikula kila siku, mavazi niliyo nayo, nikiishi estate hii au niishi kule kwingine, zote zimetoka kwa Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Church of Jesus Christ. Today God is calling us to humility. Sio tunatembea. Ushaiona mtu ameingia kwa matatu na wewe umeamka kwa kiti, akienda kuketi anakipanguza kwanza. Sio wakati wa corona ati anapanguza kiti na ni wewe ulikuwa umekalia. What are they saying in short? Umechafua. Hallelujah. Kuna stories zilikuwa hapo kitambo, siku hizi haziko sana. Ati wazazi walikuwa wanatembea kutoka nyumbani, akifika kwa gate anapigwa spray kichwa mpaka miguu. Anapigwa mpaka miguu. Ama sasa ndio umetayarishika kuingia kwa nyumba. One day my late grandmother visited us. Na ametoka nyumbani na viatu ziko matope kila kitu. Akakuja akapata ndio carpet tumeandaa. Hata hajui carpet ni nini, hajawahiona. Watu wengine wakisimama kwa milango, unajua wenye tuna ustaarabu wa Nairobi, tunafika kwa milango za watu, tunafungua mlango unapobishwa, unaporuhusiwa unatoa viatu. Aliingia na viatu hivi kwa carpet yangu. Karibu nikiomba nishindwe kuomba, nikuwe naangalia chini. And she is my grandmother. Hallelujah. Ameingia anastare, anafurahia. Anaanza kunionyesha, angalia kwa TV. Kwani watu wengine ni wakubwa kuliko wao. Tunafurahia, tunacheka. She is my grandmother. I understand her. Hallelujah. Lakini wengine wangepiga duru. So, umefanya nini? Atolewe viatu vipelekwe nje. Aibu gani? Kwani hiyo carpet haiwezi oshwa? Pride goes before a fall. And I think all of us here are witnesses that there are some proud people who went before us and they fell. Today the Bible is saying work out your salvation, and one area to work out your salvation in is humility. Unapopewa chai hapa kanisani, acha kuuliza, yani hamwezi osha. Unajua kuna watu nimeona wanapewa kombe alafu nakibia kwa tap pale kuosha tena. What are you saying about those who are washing? Hallelujah. Pride, sorry, I'm not saying here kuna watu wamekibia pale kwa tap kuosha vikombe. Hapana, I'm just giving illustration here. Pride teaches people to see what is missing and not what is present. Kila wakati, kila mahali, hata mtu akisimama hapa aibe sauti gani au tuongoze, unasema na kuna kitu amekosa. There's something our connect. Jamani, si tukube, kuna wakati tulikuwa tunaongoza na drum. Hata mjui KF or Y or W ni gani. Nyinyi mnaibia tu Mungu, moyo umejitoa kwa Mungu. You don't care about the voices. Alafu kunaingia mtu hapo anasema, sasa ningeiba, I would have clapped, ningebarikiwa, lakini hawa watu hawajui kushikanisha. Kuna balancing hawajui. One day God will give us that balancing you are talking about. That harmony. That tutatoa hiyo melody. Lakini for what we have, we rejoice and we give thanks to God. Hallelujah. Usikosoe wengine sababu ya kiburi. Usifanye wengine wasikie ni kama hawafai kwa ufalme wa Mungu sababu ya kiburi. Jamaa anaingia kanisa. Let me just give one illustration. Na hii inaniumanga sana. For the new believers.
Wakati watu wanaingia kanisani wakiwa wameokoka hivi karibuni, kama ibada ya kwanza kuna watu waliokoka hapa. Mtu akiokoka, kuna mambo mengi sana ya kiroho hajui kuomba. Kwenye ametoka hajui kwenye venye mtu anaongozanga maombi, hajuangi behave akiwa kanisani. Shida iko hapa. Sisi ambao tumekuwa katika wokovu tunawaonea sana. Ndugu ameokoka hii wiki. Kwenye ametoka kule mtaa walikuwa wanacheza zile dance na wasichana. So yeye ameokoka, ameingia kanisani, wakiongea na msichana pale amemwekelea mkono kwa mabega. Wacha wadada wa kiroho watokee kwa hii ibada. Na hii pepo pastor tutaikemea. Hii ni ya mwili, inahitaji kutolewa. My friend, sikuje kwetu uone wengine wetu wakati tuliokoka hata maguo zetu zilinunuka hiyo karofo miezi 3 baadaye. Juu tulikuwa tunaona manyumba zimefungwa na hizo vitu. Na Yesu alitukubali tu hivyo. Hallelujah. Let's be patient with the new believers. Hata kama unajua kuomba na dini masaa 10, wacha kukemea wengine hapa. Tunaona anaomba dakika 2, alafu anafungua macho anaangalia kama unaomba. Anashindwa, sasa nimeombea nini? Nini kingine nimebakisha? Nini kingine imebaki? Sasa hii hapa unasema ndio tunaanza. Yeye anaangalia na tunaanza. Ulikuwa umesema nini vitu 3? Nimeombea zote, nimemaliza. Nini kingine? Kuna wengine wananikodolea macho hapa. Omba, nakwambia omba. Sasa namwambia ombe, amemaliza. Tuache kiburi katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Tukumbuke kuna watu hapa hata hizo basics za Biblia tunamwambia hatujui. Unaona pastor amepeana andiko, tufungue Genesis chapter 15. Yeye unamuona kianza pale ya Revelation, unamtigiza mkono hivi. Acha hii. Genesis kwa pande nyingine. Tuache kiburi katika nyumba ya Bwana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Let's be patient with all. Humility is that which goes before exaltation. Tunapotembea mbele za Mungu katika unyenyekevu, atatuinua. Pakiingia mtu hapa hata kama leo amevuta bangi, umeona kitu baada ya kuvuta kitu wanatupanga chini alafu wanatigiza hivi. Umeona mtu pale kwa gate ndio ametupa, ameangusha chini alafu anaifanya hivi alafu anasema tuingie kanisani. Ukiona akiingia hapa wacha kukemea. Tunasimama hapa unasema pastor, mimi huyu niko naye. So tunapoomba hapa unaomba intercessor yako unastua mara 2 ili ajue kwa kanisani. No. Huyu jamaa ako way much better kuliko mtu ambaye ameokoka na amekanyanga blanketi. Anasema pastor nitakusikizia online, ameweka kasimu hapa na ngari anasinzia. He is much better. He is in the house of the Lord. Hallelujah. Don't you know there are some people who slept in the presence of God? Mahubiri inaendelea lakini ako mbele za Mungu, ako sawa. Hallelujah. Kuna siku moja Paulo alihubiri akazidisha. Alihubiri usiku mzima. Akihubiri jamaa anaitwa Eutychus alikuwa amekati kwa dirisha, akaanguka, akafa. Paulo akaenda huko nje. Akaombea yeye, akafufuka, akamrudisha kwa ibada. Baadaye Paulo aseme sasa tufanye maombi ya mwisho. Hapana, akaendelea na ibada. Ili kama Eutychus unataka kuanguka mara ya pili, uanguka ukufe, tukukujie tena. Bwana Yesu asifiwe. But we need to accommodate people. Some people come to the house of God and they have burdens. Mhubiri na hubiri hapa, yeye ni kulia tu analia. Wengine wameketi hapa. Kuwa serious. Sikiza someone. Yeye pengine anaomba Mungu aniguze, niombe ombi lake, niguzie jambo lake. Kwa nini akija hapa asubuhi nyumba imefungwa, ameacha vitu kwa veranda na amekuja hapa kanisani? Sasa wewe ulilipwa jana mshahara. Okay? Umenunua shopping ya miezi 2, umejaza kwa nyumba, kwa fridge, kila mahali. Alafu unakuja kanisani hapa, tumekuja kudansia Mungu. Are you in the same level? And this is why you need to understand pastors. We were sharing with a pastor this week. I had gone to comfort with the family. They lost a loved one on Friday. I was in a burial. Tunaambia na wachungaji, sisi tunazungukanga hivi. Asubuhi umeenda birthday party ya mtu, saa 6 uko graduation, jioni uko maombolezi. Niambie na ni mtu mmoja. How do you conduct emotions? Umetoka hapa kwa kuhuzuni, umekuja umehuzunika na watu umeomba. Mara unaambiwa, kuna graduation afternoon, kuja party.
So unabadilikaje mtu mmoja, unabadilikaje in 2 hours time? Uko hapa ukismile, uko hapa ukiambia watu Mungu anafanya mambo makubwa. This is why God has to mold our hearts as pastors, and we have to walk in humility. We understand it is not our efforts that have brought us here. Mimi kuna siku nimehubiri, jioni unaenda mochari, unaona watu wakilia, mtu wao amelazwa hapo. Wewe unasukuma hiyo kitu, unasukuma hapo, na umetoka kuombea watu anointing na nguvu za Mungu, unamalizia kwa kwenda Mungu jioni ku comfort familia. When we see all these things, what we have as pastors is something called level-headedness. Unakuwa na kiasi katika maisha, uko na kiasi. Hakuna kitu unafanya kubidukia. Hapana, unajua Yesu anaweza kuja dakika moja na tuondoke sisi wote. Tunaweza fanya kazi hapa, and we know that this is not our destiny. May I therefore ask as a church, may we feel each other, may we comfort each other, may we understand each other. Hallelujah. Hey, hallelujah. Paul is saying, he gave us the example of our Lord Jesus Christ. He says, even though he was God, he never took it to be a big thing to be God. Let me ask you. Na hii nitaomba mnijibu. Mara nyingi nawaambia kama msinijibu, hii mnijibu. Asimu wewe ulikuwa Yesu na wewe ni Mungu. Uambiwe ukuja hapa duniani ufe kwa ajili ya watu utakao kutema mate, wakutukane, wakuweka misumari. Would you come? Just be honest with me. Acha kusema ati kuna vile pastor, kuna vile nitaangalia. Hapana, it is either a yes or no answer. Would you come? The Bible says he was God. In the very nature, he was God. Yet he clothed himself with humility. And that's why I want to add. Humility is clothing ourselves. Hakuna mtu alizaliwa akiwa humble. Hakuna. Sisi zote tulizaliwa na angalia watoto wenye wanakuanga nyumbani. Hata shuleni, kila katoto kanataka kuonyesha twingine tu wote tuko chini, yeye yako juu. There are some people here who come from my village. Tukiwa kijiji kwetu, hata ukiambiwa shuleni ati fulani atakuchapa, ulikuwa unamtajia majina kubwa kubwa za familia yenu. I'll call my uncle so and so. Yeye hamjui, naye anakutajiria aniko yao. Unamwambia na nitaita ndugu yangu yule mwingine mkubwa. What was the goal? Kuonyeshana sisi tuko wadosi. Sisi tuko hivi. Nobody was born with a humble heart. But what the Lord is calling us to is to clothe ourselves. In short, chukua unyenyekevu kama vazi, ujivike. Wear a garment of humility. There are some places and some meetings we go to. Kuna siku moja nilisubiriwa na kakijana kako na Subaru. Kako na Subaru. Anaongeza exhaust. Unajua Subaru venye zinagurumanga, anaongeza exhaust. Na unaangalia gari yenyewe ni mzee, ni hii pesa. Jamana kustua. Na anakuangalia uone venye utafanya. Aone venye utafanya. Anaingia ndani anaipuliza tena. Anasimama hivi mpaka Maisana akaanza kuniambia, "Daddy tununue Subaru." Naangalia hivi, nafanya hesabu, nasema, "Okay. Wacha ipite." Hallelujah. Humility is clothing ourselves. Ukiangalia huyu kijana, hata kwa mfano kunawezekana hata hiyo pesa ni ya mkopo. Okay? Na naongea hivi, kuna mzee alitokea hapa 44. Mzee anatembea tu pole pole. Nilikutana naye mara fulani Dika akiongea mambo ya kaproti. Jamaa huwezi jua amebeba utajiri yote ya hii Nairobi. Anakuambia na hii ni yangu. Au kienda Ngara mahali fulani, hiyo pia ni yangu. Nako tu hivyo. Wakati wale wako na 1,100 kwa benki wanaongea kama wadosi. But the man is a millionaire, multi-billion. He is here. Na haongei, amenyamaza tu hivi. I would assume nilikuwa nakaa najiweka katika miguu yake nauliza, na huyu akiamka si hao wote watapata aibu. Juu wengine wako na gari hapa na ni za kukopa. Yeye akitaka helikopta atanunua bila deni. Mzee ako hapo. Mzee kimiaka ako tu hapo. Mahali tulikutana alikuwa anataka kugaia watoto wake na wabarikie hii hata hii na hii na hii. Watoto wanapewa plot. A number of them, I don't want to mention the places. Anabu wewe uchukue hiyo na hii na hii na hii. Na wewe unajua kuelezea mambo na uchukue hii na hii na hii. Na angalia nasema, na vijana wenye kwa mkutano wanajichota.
Humility is clothing ourselves. Unaangalia tu hivi unasema ni kweli huyu nikisimama hata kama ni misuli, huyu naweza muinua juu na nimweke chini. Lakini unyenyekevu ni kumaanisha I will not show him who I'm truly are. It is power under control. Uko mahali, uko na cheo. Unaweza, you know, I've ever been to an interview forum. I've sat in the interview panels. Unaketi upande huu. So one time it happened, nilikuwa nimechukua simu, nimeenda reception nikaketi hapo. So wenye wanakuja kufanywa interview wanakuja hapo. Wanakuja mahali mimi nimeketi. Jamaa anakuamrisha uamke kwa kiti, aketi. Ili hali hajui mkiingia tu hiyo mlango, ni utakuwa umekaa pande ile unamfanyia interview. Nilikuwa naangalia tu hivi. Na ignore tu, mimi naendelea na kasimu kangu hapa. Naongea tu kwa upole wangu. Jamani, kadhabika hapo. Songa. Nako nikasuta kona ka folder hapa ako interview. Mimi nimevaa tu kashati, hata sina tai, sina koti, nikasimu kangu hapo. Songa. Kwa tu hapa. I can easily say, na wewe tukiingia hiyo kazi you not get it. But I clothe myself with humility. Naingia tu, hata akiingia kwa mlango tu ya interview room, unaona tu venye amefreak. Yule niliyefukuza ndiye huyu. Unampeleka kama wengine, maswali tu pole pole. Baadaye unamuona kando, namwambia na kijana, ukiendelea hivyo kuna vitu nyingi unaweza kosa katika maisha. Hallelujah. So clothe yourself with humility. Bwana Yesu asifiwe. It is only young people, and I am not sure why nimeemea upande wa vijana. Atikifika Christmas ndio unataka kuvaa vitu vyako vyote, mavazi yako yote, utishe watu kwa kijiji. No way. Hizo vitu acha pa Nairobi. Hallelujah. Kuna siku nimeenda Christmas na kiatu hata imetoboka. Mpaka nauliza kwani kuna nini? Nasema hakuna shida. I'm in the village. This is actually what fits here most. Lakini ya kuvaa, huwezi mavazi yote yenye uko nayo katika hii dunia siku moja. Unatisha watu kwa kijiji. No, clothe yourself with humility. And if you go to places where everyone is eating the herbal pie, as I say, eat that herbal pie. Nyenyekea, kana wao. Juzi nimefunza watoto wangu kukula ile the original githeri. You know the original githeri, eh? Tumetoka shuleni nikawaambia sipiki. Msiulize kwa nini bibi yangu hapo amepika. Hallelujah. Sipiki. Tutakula yenye iko. That day kulikuwa kumechemshwa githeri hata ifanywe kitu. Nikamwambia hii tutaikula vyenye iko. Surprisingly that day even power ilikuwa imepotea. Tukaingia tukachota. Nikaiweka chumvi, nikamwambia inarushangwa hivi. Hajaiona, na inarushangwa hivi. Inapelekwa hivi. Tunafanya hapo practice. Nikamwambia kaa upande huu, mwingine kaa upande huu tukule. Mimi nikaweka mkono yangu yote mzima. Nikaona maisani amechukua mahidi kamoja hivi. Akaweka mdomo. Katafuna kidogo akasema, na ni kama nzuri, akakula ngeza mbili. Like good, eh? Mara tatu alichota yote. To tell you the surprise of the day. Hiyo chakula ni wao walikula. Niko nauliza, nikiongeza ingine ni yangu sasa. Mwambie hapana, wewe kwanza weka ingine. Tunarudi pale. Ni venye tu niliona mama atakuja aone jioni kasufuria haina chakula, nikasema wacha tukomee pale. Sasa naingia kwa mkutano napata umekuwa served githeri. Ukasema ni akili hamna? Watumishi wa Mungu kama mimi mnaniandalia githeri. Githeri. What is githeri? Kiburi tuiache nje. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda mahali upate watu, mimi nimekunywa ile truti kwa mikutano kwa watu, tumeenda mission. Mama hana maziwa, hana chochote. The only thing they have is truti. Shida iko hapa, hata sukari anapunguza, juu anataka iende miezi 2. Unajua truti ile majani, eh? Alafu unawekewa sukari kadogo. Hiyo kitu na kunywa umefunga maji. Juu ni chungu mno. Hallelujah. But let's clothe ourselves with humility. The last one, ya mwisho sitakaa, naona hata muda wangu umepita. Naisha. Verse 14, I read verse 14 and conclude there. Verse 14, do everything without grumbling or arguing. Sitasoma mistari inayofuata. Do everything without grumbling
all arguing. Tufanye yote bila manunguniko. Is that the right Swahili translation? Kunungunika. Unapewa jukumu lakini unafanya kwa kunungunika. Yani ni mimi tu wameona wapatie hii kazi. I asked once in a school I was preaching. Mnajua rap music ilitoka wapi? Zile music watu wanaimba. Unasikia maneno, vijana wanatafuna maneno. Rap music began in US as a result of this. Young people wanted to sing music which their parents cannot understand. And how did they get about it? Angalia vile watoto wanakasirikanga, especially to teenagers. Amekosewa na mama au ameambiwa afanye jambo fulani, anaondokanga hivi. Unaongea kitu na utaki nini? Mami au dadi wasikie. Juu anajua wakisikia chenye unasema, you'll be up for a punishment. That's how rap music began. It's a product of people who are complaining, grudgingly speaking. Yani unaongea ili hani manunguniko, umejama manunguniko. Tuseme ukweli, kwa mfano, kama ni nyumba ya Bwana umepewa kazi, badala ya kufagia ukinungunika tu, ati fulani tulipewa naye hapa na kila siku hakujangi. Yes, I beg of you, you better not do it. Hallelujah. Because it doesn't bring glory to God. We have just concluded the study of the book of Numbers. And in the book of Numbers, kitabu cha Hesabu kimejaa mifano ya watu walionungunikia Mungu kwa mambo tofauti. Mara wakasema mana inaojaje, sijui inakaaje. Wengine wakanunuka juu ya nini? Viongozi. Musa na Aaron wakasema ni nyinyi Mungu aliwafanya mkuu viongozi. Bora tu ninyi kila siku mtakuwa mnasema unasikiza Mungu. Wakanungunika mbele za Mungu. Wakanungunika juu ya safari na jangwa. Because of this, thousands and thousands died in the wilderness. May I therefore say, church, tusinungunike. Hata kama ni kwako kazini, usiseme kwani mdosi wangu ananioneanga. Kila siku my colleagues kazi yao wakipewa imepimwa, mimi napewa kazi kubwa. Let me tell you this. My first employer, mahali niliajiriwa, ilifika mahali yule kijana tuliyekuwa tunafanya kazi na yeye akakuwa mlegevu kabisa. Ili hali our boss anapata pressure kutoka headquarters. Anasema, anaambiwa kazi fulani ifanyike kwa deadline fulani. Alikuwa anachukua kazi zake, anazirudika kwangu. Ananiambia, I know you be able to do this. Please just do it. Na kuambia na chapana na kazi. Wanaenda nyumbani wananiacha. One day, remember, in 2010, Christmas. Watu wote kampuni mzima wameenda Christmas. Mimi niko pale tu manahesabu. Mafile nini, scanning, trading document. Christmas mzima nimefanyia kwa ofisi. December 31st. Navukisha mkesha, asubuhi naamkia ofisi. Watu wako holiday, wako diani na kwingine. Mimi nafanya kazi zangu. Everyone complained every moment. Wangeambiwa wafanye mpaka zile kazi zao. Nachukua majukumu yao, nawaambia hapana. Sawa, nachukua. The end product spoke for itself. While they went down, I went up. I'll give you one illustration on that area. Tulipokuwa tunajenga huu mjengo, kufagia hapa, kufieka, kulikuwa na miti na mitu hapa tukifagia. Kila jioni tukimalizia kufanya kazi, juu zile vyombo tulikuwa tunatumia ni za kukodisha, wheelbarrow, majembe na nini. Kila jioni wana wafanyikazi tunawaambia tafadhalini rudisheni. Tukisiporudisha tunachajiwa 50 shillings on top of every item. Tafadhalini rudisheni. Wote walikuwa wananungunika. Nami juu mimi nalipa na kana pesa, nawaambia hizi vitu zikirudishwa ndio nitawalipa. Wafanyikazi wote wana riot, wanakataa. Tunakaa tuna hapa, nawaambia msiporudisha, na ni hapa tu ukienda blocks kama 2 hapo. No, msiporudisha silipi. Every day, I want to give you a testimony. Every day, there was only one man who would volunteer to do it. He is the watchman we have. Kila siku anasema mmekataa, anachukua. Anarudisha, na juu pale walikuwa naacha ID, anachukua ID yake, anarudisha. The following morning anaziendea. Hawa wengine wote, yule aliyefanya kazi hapa zaidi ilikuwa mwezi mmoja. The watchman has worked to date, and today he has a permanent job, well paying and better paying than what they were getting as kibarua job. Why?
we watched with our eyes. I have someone who is my witness hapa. Anajua kila siku venye walikuwa wanatupatia kichwa. Wanakataa, wanasema hapana, sipeleki. Unauliza, si wewe alipeleka jana, si wewe basi upeleke leo, kesho huyu mwingine, kesho siku nyingine huyu. Wanasema siendi. Blessed be the name of the Lord. Complaining, grudgingly, speaking ill. At times I look at my children. Pole leo sio semi watoto wangu ndio wabaya sana, ni venye tu sijasikiza stories za watoto wenu. Hallelujah. Na semi ni wabaya hata kidogo, ni venye tunawalea, and I hope they are here. They know I have no problem with them. So juzi their mama amewapakulia chakula kwa meza rta. The girl was the first one to go back to the kitchen. Mom, me spend here. The words from her mother were simple. At least you should have begun by saying, thank you, there is food. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi zote sasa ni watoto, but look at life. How often we complain and we are having grumbling because of the things that we don't have, or because of the way the things are not good. Unaingia hapa unasema, na hii nyumba imejaa hewa joto. Situkukumbusha siku moja hapa tulikuwa na tent. Situkukumbusha siku moja tulikuwa tunatembea kwa matope. Tunahubiri hapa viatu inakataria kwa matope. But God has brought us this far. Oftentimes when people grumble or complain, it's because they forget what God has already done. Hallelujah. Unajilinganisha na mwenzako, unasema ako na leader safi, tamu, linakaa vizuri, mwili wake unaingiana na hiyo nguo, kanywele kameundwa nini. Unasema Mungu, angalia tumbo yangu. Sijui Mungu, singepunguza hii mafuta. Kuna mwingine anaomba apewe hiyo mafuta. Acha niachie hapo. May we not complain. Hallelujah. May we not grumble. May we not fight against our leaders. Unampewa kiongozi fulani, unasema huyu kiongozi hata hajui kuongea Kiingereza. Si Mungu amefanya Musa na kona ile utterance iko na shida kuwa kiongozi, na inasemekana kwa Biblia hakukuwa na mtu mwingine kama huyo. So even in his weakness God used him. May that not be your portion in Jesus' name. Don't complain. So may we conclude in this simple summary. Let us work our salvation in fear and in trembling, and we start with these three things God has told us today. Number one, sikizani kanisa, number one. Nataka kusikia kama tumekuwa katika ibada. Number one, tuache ubinafsi, tuache kujipenda, tuache kujipeleka mbele wengine wapate hizo cheo. Tuombee wengine in your prayer life. Start considering praying for others, praying for other nations, praying for other needs. Selfishness, we deal with it. Number two is humility. We clothe ourselves. Biblia inasema we clothe ourselves, to vie. Sio kitu ulizaliwa nayo. In fact, utasikia kila wakati unataka mambo, wewe ukue hapa. Mimi kuna wakati naangalianga, nasema kama ni mimi huyu angenifanyia hivyo, naomba Mungu siku moja anifanye president niwaonyeshe. Si mimi nitosheke na hii. Hallelujah. Nitosheke na hii. Wao wengine wapate hizo cheo, wafanye hizo kazi, niwaombee wafanikiwe, lakini Mungu aniridhishe na kile kinachonifaa. Bwana Yesu asifiwe. Na ya mwisho, hiyo ndio nimemalizia nayo. So ukisahau hiyo itabidi nirudie sana. Nianze kurudia. Hallelujah. Nianze. Ya mwisho is grumbling, complaining. Wangapi wanateta juu ya nywele zao? Sasa ukiteta juu ya nywele, uangalie Mungu alikupatia misuli mizuri, miguu mizuri. Hallelujah. Sasa wewe Mungu ndio nywele inaweza kuwa iko na upungufu wa aina fulani. Hata wewe ukijaribu kutengeneza box kama wengine hazitokei box, inatokea ikiwa triangle, ni sawa. Lakini Mungu amekufanya ukuwe na mapaja. Miguu inatembea vizuri. Wengine wanasema Mungu nipe miguu kama ya yule. Sasa usikize hao. Mwanza kupigia Mungu makofi. Na asante kwa kuupa sehemu moja perfect. Wengine wanatamani miguu. Najua nataja vitu najua zinafanya wadada waumie hii dunia. Hii sehemu ya mwili. Wale tumetoka kijiji hatujui. Hii sehemu ya mwili ni muhimu sana. Hapa sikuwa najua. Hallelujah. Sikuwa najua. Lakini imesugua watu wengi hapa Nairobi. Ate Mungu nipe kama ile. Sasa let me leave it there. Stop complaining.
ati Mungu meno yangu nusu huku hakuna. Si pua gari inafanya kazi. Na chakula ingali inaenda chini. Na unaendelea. Stop complaining. Hallelujah. Stop complaining. May you go before God in thanksgiving. Hallelujah. So may we work out our salvation in those 3 areas today. Hallelujah. Fanyia wokovu wangu wako kazi hayo maeneo matatu. Hayo maeneo matatu. Naomba tuinamishe nyuso zetu mbele za Bwana. Tukuheshimu Bwana kwa maana haya mambo ambayo umetufunza siku ya leo ni mambo makuu na tunayofaa kuyafanyia kazi ili imani yetu kwako Kristo Yesu isimame na tuwe watu thabiti katika wokovu. Tusivutwe nyuma na mambo yanayofuata watu wengine katika maisha, bali sisi tuwe tofauti. I therefore pray for this congregation, oh dear God, that we shall not be found lacking in humility. We shall not be proud people, Heavenly Father, but we shall consider others to be better than ourselves in Jesus' name. We will be united. We will be not grumbling, but we will be thankful, going before you thanksgiving continually, for you desire this of us in Jesus' name. I thank you, Father, because you nurture this spirit in this church and to everyone who has congregated with us in today's service. Nurture this spirit, O God Almighty, that we shall be in one mind, in one heart, and in one spirit. For this is your desire concerning the New Testament church. In Jesus' holy name we give thanks and we pray. Naomba tusimame katika jina la Yesu Kristo.